mwenyekiti wa mtaa na wewe umo, na wewe pia ni kiongozi kwa ukifika kule utakutana na wenye viti wa mitaa wenzio, wewe mkuu wa wilaya utakutana na wakuu wa wilaya wa nchi nyingine, mikoa mingine. Wenzako wanalifanyaje hili haliwasumbui na wewe linakusumbua kwa nini? Panya Road inawezekana Dar es Salaam wanasumbuliwa na Panya Road, lakini inawezekana Mwanza hawasumbuliwi na Panya Road, inawezekana Iringa hawasumbuliwi na Panya Road. Fursa hii ya nyinyi watu wa Mwanza mliokutana na mnakaa muda mrefu kwenye hija, miongoni mwa faida zake wewe unakaa na wenzio muda mrefu, badilishana nao mawazo. Kama una jambo litoe na mwenzio naye atatoa la kwake, hatimaye mtafanyaje? Mtapata manufaa ya kijamii yaliyokuwa makubwa. Si hivyo tu, lakini nani asiyejua kwamba kwenye hija ndio sehemu pekee ya kutaka msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa faida za hija, maghfiratu dhunubi wal kabair, maghfiratu dhunubi wal kabair, kusamehewa dhambi zao watu. Mtu atakayekwenda kwenye hija akirudi anarudi kama siku alipozaliwa na mama yake. Wewe ni mtu muhimu, unakuwa huna dhambi hata moja. Sasa hiji kweli ili urudi hapa uishi maisha anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Kila tunapoongeza mahujaji kuwa wengi, ndio tunatengeneza taifa lililokuwa bora, taifa la wacha Mungu, taifa la waja wema. Wakiwa watu waja wema, lazima watakuwa raia wema. Wakiwa waja wema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakuwa raia wema katika nchi yao. Kwa tunapopeleka watu wakienda kufutiwa dhambi, akirudi hapa ukimwashiria afanye jinai ya aina yoyote ile, hatakuwa tayari, kwa sababu usije ukamchafulia ule usafi aliyoupata kule alikokwenda. Kwa mahujaji nyinyi watu muhimu, ni watu muhimu. Mnarudi jamii zetu zinakuwa safi, mnarudi jamii zetu zinakuwa imara, na nyinyi miongoni mwa majukumu yenu yale mnayoyavuna kuja kupandikiza kwa wengine wasio kwenda hija. Lakini katika hija inapatikana taqwa. Lingine katika faida zake, tahsilu taqwa, tahsilu at-taqwa, kupatikana uchamungu. Kwani uchamungu ni nini? Uchamungu maana yake an yajidaka Allahu haithu amaraka wa yufqidaka haithu nahaka, kuishi, kukubali kuishi ndani ya utaratibu, ndio uchamungu. Kukubali kuishi katika utaratibu, huo ndio uchamungu. Sio uchamungu kulala msikitini siku zote, la, sio uchamungu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikwenda wakati wa dhuha, akawakuta watu msikitini wamekaa. Nyie vipi, mbona mko msikitini mpaka muda huu? Anasema sisi bwana tunamwabudu Mungu. Umo msikitini saa hizi? Mbona muda huu ndio wakwenda kuganga njaa, kutafuta uchumi, nyie mpo humu, imekuwaje? Haya, familia zenu wanakulishieni nani? Anasema kuna ndugu yetu huyo mmoja, yeye ndio anajitolea kwa hiyo. Basi akamwambia huyo ndio mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi, atokeni humu. Kawafukuza msikitini. Kwa ucha Mungu sio kukaa msikitini muda wote, la. Ucha Mungu ni kuishi kwa kufuata utaratibu. Muda wa kwenda kazini uwe kazini, muda wa kwenda shamba uwe shamba, muda wa kwenda msikitini uwe msikitini. Ayajidaka Allahu haithu amaraka wa yufqidaka haithu nahaka, huo ndio ucha Mungu. Kwa hija inatujulisha wakati huu ni wakati wa sa'i, watu wote watakuwa katika sa'i. Wakati huu ni wakati wa tawafu, watu wote watakuwa katika tawafu. Wakati huu ni kisimamo cha Arafa, watu wote watakuwa katika kisimamo. Hakuna mtu bana mimi Arafa nitasimama kesho kutwa. Watu wote watakubali kuishi katika utaratibu. Kwa sababu gani? Wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanamuadhimisha. Kwa miongoni mwa faida za hija ni kuwafanya watu kukubali kuishi katika taratibu anazozipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuziridhia. Tumerudi sasa kutoka hija, tuko hapa kwetu. Tukirudi hija kwa kwetu, sisi ndio uswa, sisi tutakuwa ndio vigezo
ndio watu wa kuigwa, wengine watuige sisi. Tayari tumejifunza kuishi katika taratibu anazozipenda Mungu. Adhana, ajabu na kweli, Waislamu adhana ya pili ya Ijumaa mtu yuko nyumbani hana tatizo, lakini anasubiri kwa sababu nyumbani kwake karibu, akisikia kad qamati salatu, kad qamati sala, anachukua kanda mbili zake anakimbilia msikitini anaenda kusali. Hapana, hija itatufundisha takwa. Unaambiwa adhana ya pili ikifika watu wote wawe wapi? Msikitini, na wewe utakimbia utakwenda msikitini katika adhana ya pili tu. Kwa tukirudi katika hija, hija inatufundisha tunakuwa wacha Mungu, lakini pia tunafanya haya yote tunajua kwamba tutakufa na tukishakufa hatimaye tunamuomba Mwenyezi Mungu tuende peponi. Allahumma ja'alna minhum. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuingize peponi. Kule kwenye pepo, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Ndivyo alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa faida nyingine ya hija ni watu kupata pepo. Aljanna hiya aljaza, pepo ndiyo malipo pekee ya hija. Hija itakujulisha kwamba kama unataka pepo unafanyaje vile. La tadkhulu aljannata, mtume anasema hamtaingia peponi hata tu'minu, mpaka kwanza muwe waumini wa kweli. Wala tu'minu hata tahabbu, hamwezi kuwa waumini wa kweli mpaka muwe mnapendana. Tulisema kule mwanzo hija inapandikiza mapenzi kwa Waislamu. Kwa tukienda hija tutapendana, sio tutaishi kinafiki, tunachekeana mdomoni lakini ndani ya moyo kila mmoja ana lake, kila mmoja anamwombea mabaya mwenziwe. Mahujaji hawawi hivyo. Hamtoingia peponi mpaka mpendane, na hamtopendana wala tahab. La tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahab. Mtume akasema awala adullukum, je, hamtaki ni kujulisheni, ala amrin, juu ya jambo fulani, idha fa'altumuhu, iwapo kama mtalifanya, tahabbtum, mtapendana mapenzi ya kweli. Jambo lenyewe ni moja tu, afshu salama bainakum, afshu salama bainakum, enezeni salamu kati yenu, kuweni na desturi ya kusalimiana. Leo unaweza ukapita ukamkuta mtu kavaa vizuri kama hivi shekhe hapa, kanzu bismillah masha Allah na kofia nzuri na kizubao juu. Kwa hivyo ukimuona muonekano wa nje, wewe unadhani dini gani? Lakini mtu anapita hamsalimii kwa sababu hamjui yule, kwa sababu yeye hamjui basi hamsalimii. Anangoja mtu anayemjua ndio atakayemsalimia. Enezeni salamu, huo ni mna desturi ya kusalimiana wenyewe kwa wenyewe. Mkisalimiana hatimaye mtapendana, mkipendana mtaingia peponi siku ya Kiyama. Hija inatujulisha kule tunakokwenda tutapendana, kutoka na desturi ya kupandikizana, kusalimiana. Hakuna mahujaji, sote hapa tulipofika tumesalimiana, hapa wote tumesalimiana, labda wale ambao wametukuta tumekaa tayari tunaanza kuzungumza, lakini kabla ya mazungumzo tulikuwa tukienda tunasalimia. Umjui mtu wala haya mafunzo tunayoyapata katika hija, ijapokuwa watu hatujuani, tumefika tukasalimiana na tukathaminiana. Tunatakiwa ikisha hija pia tuyaendeleze mafunzo haya ili iwe sababu ya kuingia kule peponi. Alhajjul mabruru laysa lahu jazaa illa aljanna. Hija ikikubaliwa na Mungu haina malipo mengine isipokuwa pepo. Njia ya kwenda peponi ni nini? Watu wawe wanasalimiana. Mkisalimiana mtapendana, mkipendana mtaingia peponi. Kwa hija, miongoni mwa mambo yanayotujulisha ni kujuana, kupendana, kuthaminiana, ambako kumetupelekea tunasalimiana. Kusalimiana ndio njia ya kwenda peponi, pepo ambayo hija zetu zikikubaliwa hakuna malipo mengine ila pepo. Kwa njia ya kwenda peponi tuwe na desturi, ukimwona mwenzio msalimie. Inawezekana pengine mpita kapiga jinsi hukumjua kama Muislamu, kwani ukimsalimia unapungukiwa nini? Lakini achilia huyo kavaa kabisa, kavaa na niqabu,
umemwona mwanamama, wewe kuna mwingine sio kwa Muislamu anavaa niqabu, kwani ukimsalimia unapungukiwa nini? Msalimie, ukimsalimia itapelekea mtapendana, mkipendana mtaenda peponi siku ya Kiyama, ambayo ndio malipo ya watu wanaokwenda hija. Si hivyo tu, bali katika faida za hija pia na matunda yake ni al-itqu minan nar, al-itqu minan nar, watu kuachwa huru na moto wa jahannam. Kwenye funga kuna itqu minan nar, na kwenye hija kuna itqu minan nar. Miongoni mwa faida za funga ni nini? Al-itqu minan nar, watu kuachwa huru na moto. Kwenye funga kule kuna 10 la mwisho, ni 10 la watu kuachwa huru na moto, si ndio hivyo? Tayib, basi na kwenye hija pia kwenye 10 la kwanza la mwezi wa mfungo 3 kuna itqu minan nar. Kwenye funga kuna Lailatul Qadri, siku muhimu mno ambayo mtu akiwafikishwa na Mwenyezi Mungu kufanya ibada katika usiku mmoja inakuwa ni bora zaidi kuliko kufanya ibada katika miaka 83 na chenga, miezi 1000. Basi na kwenye hija pia kuna siku ya Arafa. Mtu akisimama katika kiwanja cha Arafa, ile hija yenyewe yote Mtume anasema alhajju Arafa, hija yenyewe hasa ni Arafa. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Mwenyezi Mungu amuiradhi yeye pamoja na babake, alipofasiri maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Alipofasiri maneno haya hapa alisema maneno haya mwishowe, ma min ayamin, hakuna masiku yoyote, al-amalu salih, ibada, matendo mema, ahabu ila Allah Ta'ala, yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Hakuna siku yoyote kutenda matendo mema kunapendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko matendo haya, yani al-ashra al-awaila min dhil-hijja, 10 la kwanza katika mwezi wa mfungo 3. Walimuuliza hata jihadi, akasema hata jihadi bora masiku haya kuliko hata jihadi. Kuna swali linajitokeza, tujueje sasa kule Lailatul Qadri au huku Arafa, 10 la mwisho la Ramadhani au 10 la kwanza la mfungo 3, bora zaidi wapi? Ibn Abbas anasema hakuna siku yoyote ambayo kutenda matendo mema bora zaidi kuliko 10 la kwanza la mfungo 3, na kule tunaambiwa 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Mbona linachanganya? Alichanganyi kule, tunazungumzia layali, kwa tunazungumzia layali ambayo ndani yake imo Lailatul Qadri, amal na ibada zinazofanywa usiku. Huku tunazungumzia yaumun, ayamu, ibada na matendo yanayofanywa mchana. Kwa wewe shida yako, kama unataka kutenda matendo mema kabisa hili 10 hili, na wewe unakwenda hija kule, usipoteze fursa. Sio tena ndo unatoka huko madukani tu unahangaikia magauni ya kina wifi. Ni kipindi ambacho cha kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sharaful makani bil makini, sharaful makani bil makini. Ukifanya ibada kwenu Kisiju, kwenu Chumbageni, kwenu Pasiansi, kufanya ibada kule bora na Mungu anakubali. Lakini ukifanya ibada katika maeneo matukufu unapata thawabu maradufu ya zile unazozipata kwenye maeneo mengine. Wewe umpata bahati umekaa katika maeneo matukufu, ndio kule kuna kila na kala tu muda wote, unatia porojo muda wote katika maeneo yale. Yale ni maeneo matakatifu. Tumia fursa ile ili umuombe Mwenyezi Mungu yale mabaya uliyowahi kuyatenda, Mungu ayasamehe
na hatimaye ukisha kusamehewa uachwe huru na moto ambayo tayari ilikuwa umeshathibiti kwako wewe. Itqun minan nari. Na katika yale masiku 10 ya mwanzo, nyeti kuliko lingine lolote ni siku ya Arafa. Alhajju Arafa, hija yenyewe hasa ni Arafa. Kama unasikia hija mtu akienda akarudi anarudi kayaumi waladathu ummuhu, hija yenyewe hasa chezea kote, lakini usichezee Arafa. Kwa tunakwenda hija, tutumie vizuri faida hiyo ya kusimama katika viwanja vya Arafa ili tuachwe huru na moto, na tukirudi tusiishie kwenye majina. Mtu akikuita Mwalimu Juma, yeye ajui kama mimi Alhaji. Yaani shida yako wewe uanze kuitwa na Alhaji, ndio shida yako iliyokupeleka kule. Ukiitwa tu Ustadhi Juma, Mwalimu Juma, unaona hata mimi wakuitwa Juma hivi hivi tu chukuchuku. Unataka uitwe na Alhaji, alafu ndo uanze na hiyo. Ndicho kilichokupeleka. Shida yako wewe kuachwa huru na nini? Na moto wa Jahannam, na wala sio shida yako kuja kupata jina kubwa la Alhaji au Alhaja, hajati fulani. Itwa in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala Allahu biha min sultanin. Ni majina tu wenyewe mlioamua kupangana nyie na wazazi wenu, wala Mungu hana haja ya majina hayo, wala hakuyateremshia hoja na dalili. Mkiitana hakuna tatizo, lakini isiwe target kuitwa Alhaja, hajati fulani au Alhaji fulani, isiwe target. Kwa hiyo itqum minan nari ni miongoni mwa faida zake. Tumia fursa ya kule, jikaribishe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa mcha Mungu ili uachwe huru na moto. Ukirudi huku, yale ambayo uliojifunza kule yafanye huku, ili usije ukawa leo umekamatwa umewekwa mahabusu ukatolewa, kesho unafanya yale yale ili uwekwe tena mahabusu. Usije ukawa yale madhambi ulioyafanya huku umefika kule tayari ushafutiwa, unarudi huku unafanya dhambi tena zile zile. La. Jitahidi sana, ukirudi achana na yale ambayo uliokuwa ukiyafanya mwanzo, ili jamii iweze kukuiga wewe. Jamii yetu itafaidika kwa sababu wewe ulikwenda hija. Lakini Alhaji akiwa kule mara nyingi hakosi jamaa mara nyingi hakosi jamaa. Usiingie tena ukawaona swali hotelini tu. Dhunnu bil mu'minina khaira, mtu akawaona swala zake anaswali hotelini bila sababu. Mwenye udhuru huyo, udhuru wake unakubaliwa. Mwenye udhuru wake unakubaliwa, lakini kama huna sababu ya msingi, nenda kaswali jamaa msikitini. Nenda kaswali jamaa msikitini. Ukijizoesha kuswali jamaa msikitini kipindi chote ukiwa kwenye viwanja vya hija, ukurudi hapa wewe jamaa kwako kinakuwa kitu cha kawaida. Uvivu ule unakupungua. Uvivu unakupungua. Kwa miongoni mwa faida zake ni atazawudu bil a'mali salihah. Atazawudu bil a'mali salihah. Unapata nafasi wewe ya kuchukua zadi, kuongezea matendo yako mema. Unaswali jamaa msikitini, uchelewi, unaswali kwa wakati. Allah Subhanahu wa Ta'ala lile ukishakulizoea lile, ukirudi na huku nyumbani pia utakuwa unaswali jamaa kama vile. Lakini pia utakuwa muda mwingi unamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa hija. Ukirudi huku pia utakuwa unamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani yale unayojifunza kule hama nayo, njoo nayo huku katika maisha yetu ya kawaida. Lakini kuilea nafsi, miongoni mwa faida za hija tarbiyatu nafs. Tarbiyatu an-nafs. An-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radha'i wa in tuftimhu yanfatim. Mungu alivyotuumba sisi, nafsi ya mwanadamu ipo kama mtoto mdogo. An-nafsu katifli, nafsi ya mwanadamu ipo kama mtoto mdogo. Kivipi? In tuhmilhu, mtoto mdogo kama utamuendekeza, ukimwachia, shabba ala hubbi ar-radha'a,
atafikia bado ashafikia kijana bado anapenda kunyonya, anacheza mpira na wenziwe, akirudi mama anataka kunyonya. Shabba ala hubbi radhaa, atafikia ujana bado anapenda kunyonya. Wa in tuftimhu, kama utamkomalia na kumwachisha ziwa, yamfatim, anaacha. Analia siku ya kuachisha ziwa mtoto, waulizeni kina mama wanajua, analia lakini tumeacha, hatunyonyi mpaka leo. Na nafsi ya binadamu iko hivyo hivyo. Nafsi ikisha kuzoea lile jambo ililozoea, kuacha kazi ngumu kweli kweli, kazi ngumu sana. Lakini kama utaikomalia, ukiambia wewe hapa leo utaacha hilo, itaacha. Sasa huku kuacha hilo inakuwa tabu. Ushafika kule sasa, unaelea nafsi yako kupitia zile subira tulizozisema, kuvumilia yale mambo magumu, kujiepusha na yale machafu, kujifundisha ule unyenyekevu kule. Nafsi unaifundisha kule, ili ikirudi huku iweze kuishi nafsi ikiwa nafsi nzuri. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu. Nafsi Mungu alivyoiumba yenyewe ina desturi ya kuamrisha mabaya. Ndio maumbile, sio kwamba labda pengine anajiendekeza mtu, ndio maumbile ya nafsi. Nafsi inapenda mambo mabaya. Sasa ukienda ukiilea kwamba kila likitokea jambo baya anambia hilo hufanyi mpaka inazoea mazuri. Mara moja Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akiwa yeye ndio amirul mu'minin, ule mwaka ulikuwa una njaa ajabu, Amur Ramad, mwaka una njaa huo, nchi ilikumbwa na njaa na ukame. Umar hajakula kitu toka asubuhi kama amirul mu'minin, kiongozi na wanasema Waswahili, ukikuta kiremba kimetapakaa tope usiulize kikoi tena, sababu tope hazinyeshi kutoka juu, tope zinaanzia chini ndio zinaenda. Sasa ukiona mpaka kiremba kimetapakaa ni tope, kikoi kikoje? Kikoi ndio akitamaniki hata kidogo saa hizo. Sasa kama Saidina Umar ana njaa kiasi hicho toka asubuhi mpaka alasiri hajakula kitu, raia wakoje unadhani? Kama kiongozi yule ndio njaa imefikia kipindi hajakula kitu kuanzia asubuhi mpaka jioni, raia wakoje saa hizo? Mwaka ulikuwa na njaa sio ya kawaida. Imefika alasiri, imeletwa zawadi, asali, lakini sio yake, ya Waislamu. Ile asali wameletewa Waislamu, baitu mali almuslimin, iende ikawekwe asali ile ili wategawiwe kwa Waislamu kwa mujibu wa mgao unavyotakiwa. Tumbo la Saidina Umar wakati anabebwa, kama ilikuwa madumu au kadha, ndoo za ile asali kama madebe, tegemea vyombo alivyokuwa kibebea, vibuyu, tumbo lake likaunguruma Saidina Umar kwa ajili ya njaa. Lilivyounguruma tumbo, Umar alisema maneno haya, gharghiri au la tugharghiri lan tadhuqi al-asala al-yawma. Wewe tumbo sikiliza, usinisumbue, unguruma usiungurume hapa, uambuli kitu, hii sio yangu hii. Gharghiri, unguruma, au la tugharghiri, au usiungurume, lan tadhuqi, hutoonja al-asala al-yawm, leo uonje asali hapa, hii sio yangu na tayari mimi sikupi. Nini mpaka aliweza vile? Njaa impendezi mtu, njaa haina bwana. Lakini aliizoesha nafsi yake, aliipa mazoezi isichukue visivyokuwa vya kwake mpaka akawa anaweza. Na wewe unakwenda hija, ukifika kule utajizoesha mambo kadhaa, utailea nafsi yako mpaka itazoea yale majambo kule. Ukirudi nafsi imeshazoea kule. Wanawake wanawaona wanamume hawa watamani, wanamume wanawaona wanawake hawa watamani. Mazoezi haya ya kukaa kipindi kile pamoja, ukirudi hapa tena usije kutamani mpaka mke wa jirani yako, wewe tena umezidi. Ipe mazoezi nafsi yako ili isije ikafanya majambo yale kupitia yale tuliokuwa faida zake ni kwenda kuzifundisha nafsi zetu zikae katika utaratibu anaoupenda Mwenyezi Mungu na kuuridhia. Miongoni mwa faida za hija ni nini? Tarbiyatu an-nafsi, kuzilea nafsi. Watu wanapenda mijadala
Yani wewe ukianzisha ubishi, mtu anashikilia ubishi huo mpaka mwisho. Yani yeye kaukuta, lakini karukia, utasema yeye ile jambo la kwake. Lakini akienda hija mnaambiwa tusiwe na mijadala wala jidala fil haji. Hakuna mijadala na mizozo katika haji. Ukirudi, tunataka jamii yetu iepukane na majambo kama hayo. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Mtu akirudi tena siondo na ubuyu huo. Ubuyu wa nini wewe? Ule ubuyu tuliozoea ule, tena wa moto. Ule ubuyu ule, tukienda hija, tukirudi, vijiwe vile vya kupeana ubuyu tupunguze, ndo faida zake. Yule aliyekwenda kwenye hija akirudi, yale aliyojifunza kule, akirudi huku kama alivyoweza kule kujiepusha na yale, akirudi huku pia ajiepushe na hayo. Miongoni mwa faida za hija, tarbiyatun nafsi, kuilea nafsi. Na nafsi ilivyoumbwa na Mungu ni kama mtoto mdogo, ikizoea jambo fulani kuacha tena inakuwa tabu kweli kweli. An-nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'i wa in tuftimhu yanfatim. Miongoni mwa faida za hija ni kuweza kutukuza matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kutukuza. Sasa hivi tumepoteza tamaduni zetu sisi Waislamu wa maeneo haya, tumepoteza. Zamani takiadhaniwa Allahu akbar, Allahu akbar, mtu alikuwa anasimama kwanza, ndio hivyo mpaka adhana imalizike. Nini unadhani ilikuwa? Ni katika kule kutukuza sha'air Allah. Ili jambo la Mwenyezi Mungu natakiwa litukuzwe, watu walikuwa wanatukuza. Sasa hivi mpaka ngoma inaendelea kupigwa, wala watu hawajali. Zamani ilikuwa mtu akiwa anaenda kuzikwa, amebebwa, anaenda kuzika, mwanamama alikuwa anajificha, bali anatoka mbio hasa, anaenda kujificha hasa mpaka watu kwanza wale wapitishe lile jeneza. Walikuwa wanaadhimisha sha'air Allah. Sasa ukienda hija, wewe unadhani ule Safa wal Marwa si milima tu kama milima mingine, lakini unaitukuza kwa sababu Mungu kasema ufanyeje? Uitukuze ile. Unazunguka pale kwenye Kaaba, kwani wewe unaabudu ile Kaaba? Si nyumba tu ile? Lakini unatukuza kwa sababu Mungu kasema ile itukuzwe. Ukirudi pia kila kile ambacho kinatakiwa kutukuzwa unabidi ufanyeje? Ukitukuze. Faida yake tunakwenda kujifunza nini? Idharu sha'airillah. Tunakwenda kujifunza ni namna gani tunatukuza yale majambo mema, majambo matukufu ambayo Allah ametutaka tuyatukuze. Kwa ndugu zangu, tukienda kule kuna faida kadhaa tunazotakiwa tujifunze na tuje hapa tuzifanyie kazi. Tulisema katika matukufu, tulisema nini mwanzo? Tabadulul manafi' al-iqtisadiyya. Mfanya biashara wakifika kule, hatutarajii tena mfanya biashara aliyeenda hija na mfanya biashara asiyekwenda hija wawe sawa. Hatutegemei. Tunategemea huyu aliyokwenda hija atakutana wa Mwanza, wa Dodoma, wa Dar es Salaam na kadha, atabadilishana nao mawazo. Basi pia akitoka hapa akifika wapi? Wewe waziri wa uchumi, ukifika kule utakutana na mawaziri wenzio wa uchumi, badilishana nao mawazo ili tuje manufaa ya kiuchumi tuyapate. Manufaa ya kiuchumi tuwe tumevuna na kuyapata kwa sababu ya wewe uliokwenda hija. Lakini nyewe mnaelewa kwamba hija haikutengeneza uchumi huo kwa Waislamu peke yao, au ni kwa Waislamu peke yao? Mashirika ndege ni ya Waislamu lakini ndio fursa pekee hata wasiokuwa Waislamu wanafaidika na uchumi kipindi hiki. Ashabul hirafi, watu wa kazi zile mbalimbali zile mihan, ndio nafasi pekee. Mashirika ya uchukuzi yale ndio kipindi pekee anachokwenda kufaidika. Basi hata kuuza wanyama alhadiyu, wanyama utoki nayo huku wewe, kwa sababu kwenu Dodoma mnafuga, utasema na mimi nitatoka na mnyama wangu huku naenda kuchinja kule. Hamna.
Kwa Mungu anachotaka kutujulisha, hizi ni fursa za kiuchumi, tusizipoteze, zitumiwe fursa za kiuchumi. Si hiyo tu, kila unayoiona wewe hii, mimi nikirudi nyumbani nikiifanya hivi, tengeneza fursa hiyo ili mradi uje uitumie vizuri. Kuna faida za kiafya, faida za kiafya. Mimi binafsi sijafanya mazoezi ya kukimbia wala kutembea. Mimi kukimbia wala kutembea zaidi ya miezi 6 sijafanya. Kukimbia wala kutembea. Naamini nilivyo mimi, pengine Sheikh Abbas uko hivyo. Pengine na wewe unaonisikiliza uko hivyo. Lakini kule ukienda katika ibada ya hija, ila wagonjwa, isipokuwa wagonjwa, wasiokuwa wagonjwa kule, as-sa'yu baina Safa wal Marwa ni mara ngapi? Mara 7. Mazoezi tosha. Kama una pressure kapande gari, iko vigari kule watu wanapelekewa, ni mazoezi. Ukizikusanya zile zinafika kilomita kadhaa, zote mtu anazotembea. Akirudi huku tayari mazoezi aliyojifunza kule, akirudi huku tena, bwana wewe fanya mazoezi bwana, mwili huo fanya mazoezi, neno hilo kwake linakuwa tayari halipo. Yeye mazoezi yashaanza kule, akirudi huku anaendelea nayo, yanakuwa ya kawaida. Hata kuzunguka uwanja mpira kwa kutembea mara moja wewe uwezi. Sio kukimbia, kufanyaje? Kutembea nalo hilo litakutoa jasho, ni mazoezi ya kutosha, ni faida ya kiafya umepata. Hija ina faida nyingi katika kila kona, katika kila kona. Lakini tukiacha faida, Sheikh hapa alituambia tuzungumzie faida za hija na nini na adabu za hija. Niguse adabu 2-3 ili tuendelee na mengine. Hija kama nguzo ya 5 ya Kiislamu ni mkusanyiko wa tabia na mkusanyiko wa mambo ambayo ni lazima mwanadamu ashikamane nayo. Lakini kuna adabu za hija kabla ya kuondoka, ndio sisi tuko hapa kabla ya kuondoka. Kuna adabu za hija kabla ya kuondoka na tukiwa safarini. Halafu kuna adabu nyingine za hija baada ya kufika kule. Sawa? Katika adabu ambazo kabla ya kuondoka, kwanza tunatakiwa tufanye tauba kabla ya kuondoka kwetu. Tufanye toba kwanza. Toba ni nini? Toba ni mambo matatu tu. Tufanye toba kama jambo jepesi. Toba ni mambo 3. Adabu ya kwanza kabisa ya haji ni kutubia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Toba ni mambo 3. 1, kuacha yale makosa mtu aliyokuwa anayafanya, yale madhambi aliyokuwa anayafanya. Yule muongo sana, aache ule uongo aliyokuwa anafanya. Yule mbea sana, aache ule umbea aliyokuwa anafanya. Yule mgoni sana, aache ule ugoni aliyokuwa anafanya. Yule mwanga, aache ule wanga aliyokuwa anafanya. Jambo la kwanza ni kuacha mtu yale makosa anayoyafanya, ndio toba. La pili, kujuta kwa nini alikuwa anafanya yale kipindi chote alichofanya. Jambo la pili kufanyaje? Kujuta kwa nini kipindi chote mimi nilikuwa ninafanya haya. Hivi nikifanyiwa mimi nitakubali, nitaridhika kweli? Kwa mtu ajute kwa nini alikuwa anafanya yale aliyoyafanya. Jambo la tatu, kuchukua azma na kuazimia kwamba kuanzia leo yale mimi sitoyafanya tena. Hiyo ndio tauba. Na kama jambo lenyewe lilikuwa lina mafungamano na haki ya mtu mwingine, kwa hiyo ufanyaje? Umrudishie mwenyewe haki yake. Kwa tukisema mtu afanye tauba, maana yake atengeneze mahusiano mazuri hayo tuliyoyasema kati ya yeye na Mungu wake, lakini kama ana haki ya mtu anayo, amrudishie mwenyewe haki yake. Kwa jambo la kwanza, adabu ya kwanza ya kuiendea hija ni at-taubatu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatun sadiqa, au kama inavyoitwa taubatun nasuha, toba ya kweli kweli, na kurudisha vya watu ulivyokuwa navyo, alafu muombe Mwenyezi Mungu akusamehe. Talabul afu, muombe Mwenyezi Mungu akusamehe. Hiyo ndio tunaita toba, huku ukihudhurisha kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa na analolitaka kulifanya halishindikani.
Kwa adabu za kujipamba nazo kabla hatujaondoka, ndugu zangu, kwanza ni nini? Tutubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.